ili hali ungesoma basi ingekusaidia sana wewe katika kujua lifaalo na lisilofaa, na ni lipi ambalo kwamba lina itifaq na ni lipi ambalo kwamba lina ikhtilafu. Wewe unapokucha asubuhi mpaka jioni, tenga muda wako kidogo walao wa kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu sisi tupo katika hii dunia, lakini muda wote na saa yote tunaelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni yapi atakayokusaidia? Yatakayokusaidia ni haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kullu shay'in ghaya, kila kitu kina mwisho. Wa ghayatu ibn adam al-maut, kila kitu kina mwisho wake, lakini mwisho wa mwanadamu ni kifo tu, hakuna kitu kingine. Sasa tuko katika mwezi huu wa Ramadhani ambao ndio sasa ilikuwa sasa tujipinde katika kutuma mema, lakini sivyo. Mwezi huu tumeugeuza sasa ni mwezi wa kuchuma mali peke yake na dunia basi. Dunia hukukatazwa kuchuma, lakini akhera yako nayo ni lazima uweze kuitafuta. Ndugu zangu Waislamu, tukiingia katika mada, katika somo la siku ya kwanza kabisa tulisoma maana ya ndoa kilugha na kisheria, lakini tukaweza kusoma na nguzo zake ambazo kwamba ni nguzo 5. Sasa katika hizi nguzo 5 tumezitaja ni zaujun na zauja wa waliyun wa shahidani wa swigha, ni mume, mke na walii na mashahidi wawili na lile tamko la ndoa. Lakini siku iliyofuata tulimueleza huyu mume kwamba ni mwanaume gani hasa anafaa kuoa. Tukamjua anayefaa kuoa na ambaye kwamba ni haramu kuoa. Lakini leo tumependelea tueleze hii nguzo ya pili ambaye kwamba ni mke. Mke naye ana masharti yake ambayo kwamba yakitimia hayo ndio sasa anaambiwa ni mke ambaye kwamba inafaa aolewe. Kinyume cha hapo, huyu mwanamke kama sharti hazitotimia na akaolewa, basi mwanamke huyu atakuwa ameolewa ndoa ambayo kwamba ni fasi, haikushika. Yawezekana ukaona si mwanamke tu, watu wakishapendana wanaoana, kuna sharuti ambazo kwamba zinatakikanwa ziangaliwe kwanza ndio tuende katika ndoa. Wanavyoni wanasema yushtaratu fi zawji kaunuha untha yaqina, yushtaratu fi zawja kaunuha untha yaqina, unashartishwa kwa mwanamke awe ni mwanamke wa yaqini. Tutataja kwa mujmali alafu tutakuja kwa tafsiri. Awe ni mwanamke kwa yaqini kwamba huyu kweli ni mwanamke. Lakini la pili, watayinu, na kuainika
yule mwanamke ajulikanwe kwamba ni nani. Lazima mwanamke ajulikane kwamba yeye ni nani. Lakini ya tatu, wa alla takuna muhrimatan bihajin au umra, mwanamke asije akawa amehirimia hija au umra. Lakini jingine, wa kaunuha khaliyatan minan nikahi wa min idda ghairi al-khatib, huyu mwanamke awe hana ndoa, awe ametakasika na ndoa, lakini pia awe ametakasika na eda, na asije akawa amechumbiwa mwanamke huyu. Lakini sharti jingine la tano, wa alla takuna mulaanatan, na wala huyu mwanamke asije akawa amelaaniana. Lakini sharti jingine, sharti la tano tumesema asije akawa ni mwenye kulaaniana mwanamke huyu. Sasa tukirudi katika kupambanua kitu kimoja kimoja, cha kwanza ni mwanamke asije akawa mwanamke huyo awe ni mwanamke wa yakini, kwa sababu yawezekana ukamwoa mwanamke ni mzuri wa sura, ni mzuri wa tabia, kila kitu, lakini mwanamke yule ikawa si mwanamke kwa yakini, akawa ana jinsia mbili. Tumeelewana vizuri? Basi mwanamke huyu haitojuzu kumuoa. Lakini kitu kingine ni kwamba mwanamke huyu awe ameainika, anajulikana kwamba ni nani, jina lake au dhati yake. Unakwenda kumuoa mwanamke lakini hata kumjua kwenyewe humjui, hili ni tatizo. Baadaye yule mwanamke umemoa, umemweka ndani, kila ukimwangalia, mbe mwanamke mwenyewe bana niliomuoa ni huyu. Hapana, huyu mwanamke hapana. Mwisho wa siku yule mwanamke akakupelekea wewe huweza kuzini, maana yake umeoa lakini kama hujaoa. Lakini jingine ni mwanamke asije akawa ni mwenye kuhirimia hija au umra. Mwanamke ikiwa kahirimia hija au umra, hija ni katika ile miezi maalum, lakini umra ni muda wote. Mwanamke ikiwa kahirimia hija au kahirimia umra, basi mwanamke huyu haitofaa kumuoa. Lakini la nne ni kwamba mwanamke huyu awe ameepukana na ndoa, awe ameepukana na ndoa, awe ameepukana na eda na kuchumbiwa, kwa sababu saa nyingine mwanamke hajaachwa na mume wake. Mwanamke labda tu mume wake hampi matumizi, afanyeje? Yule mwanamke ndoa bado haijavunjika, akachukua jukumu la kuolewa na mwanaume mwingine,
hiyo ndoa itakuwa hakuna. Lakini pia awe ameepukana na eda. Mwanamke yawezekana ameachwa, lakini eda yake haijamalizika, basi unakuta yule mwanamke anachukua jukumu la kuolewa, kwamba mimi si yule bwana kashaniacha na nishapata mwanaume huyu hapa wa kunioa, basi mwanamke yule anachukua jukumu la kuolewa, ili hali anatakiwa akae mpaka eda yake imalizike. Ikishamalizika eda ndipo aweze kuolewa. Na saa nyingine mwanamke hajapewa talaka, karudishwa nyumbani tu, lakini hakurudishwa nyumbani kwa sababu ya kuachwa. Kwa sababu saa nyingine mwanaume akimwambia mke wake, bwana wewe naomba urudi nyumbani kidogo, hapa kuna zalikanwa vitu hivi viwili. Yawezekana amemwacha kwa kinaya, na yawezekana hakumwacha. Sasa nani atafahamu kwamba huyu mwanamke kaachwa ama hakuachwa? Hili lipo kwa mwanaume mwenyewe. Mwanaume akiulizwa, bana wewe kwa nini umrejeshe huyu mwanamke? Akisema bana mimi nimemrejesha, nimemwacha, basi yule mwanamke kafanyaje? Kamwacha. Lakini akiulizwa kwa nini umemrejesha huyu mwanamke? Bwana mimi nimemrejesha kumfunza adabu. Huyu mwanamke hajamwacha. Lakini pia yawezekana mwanaume kachukua karatasi, labda kakerwa na mke wake, kachukua karatasi akaandika talaka. Bwana wewe nimekuacha talaka 3. Kamwandikia mkewe, arudi nyumbani. Ule mke anarudi nyumbani, anaona kwamba kafanyaje? Kaachwa, ili hali talaka haituki kwa kuandikwa. Hakuna sheria katika elimu za fiqhi kwamba mwanamke anaachwa kwa kuandikwa talaka. Hii talaka bado. Labda huyu mwanaume atakapoulizwa, umekusudia nini kuandika hii talaka? Akasema bana mimi nimekusudia kumwacha, basi huyu mwanamke moja kwa moja itakuwa kaachika. Au yule mwanaume akaulizwa tumeandika nini hapa, akasoma kile alichokiandika. Sasa hata kama hakukusudia kumwacha, itakuwa kamwacha. Lakini sasa mwanamke kapewa tu karatasi la talaka, hajatamkiwa chochote na mume wake, hapa hajaachika. Na mwanamke huyu akiolewa, itakuwa ndoa yake haiswi. Lakini kama tulivyosema, lazima pia atakasikane na nini? Na eda. Awe eda yake imemalizika. Na kwamba eda imemalizika, unaangaliwa kaachwa katika hali gani. Ima kaachwa katika siku zake, basi kutaangaliwa kwamba alitwaharika wakati gani. Kutahesabiwa pale twahara 3, basi mwanamke ule atakuwa eda yake kamaliza. Lakini pengine mwanamke kaachwa akiwa yuko twahara, basi kuanzia pale ndio twahara. Eda twahara ya kwanza inahesabika ni ile ile aloachwa nayo, inahesabika.
Kwa hivyo akiingia katika eda akitwaharika tena ni twahara ya pili, akiingia katika eda akitwaharika tena ni twahara ya tatu, ambayo tutakuja kuvieleza tutakapopata wakati mwingine. Leo tunapenda tutueleze hizi sharti. Lakini mwanamke awe hajachumbiwa. Saa nyingine mwanamke kashachumbiwa, watu washapanga tarehe kwamba huyu mwanamke anaolewa tarehe kadhaa, mshakubaliana. Kuna kuja kidume kina pesa zake, si ndio bwana? Kasimamisha ndinga hapo, mzee, mimi namtaka huyu binti yako. Mzee akipiga mahesabu, wewe uliokuja mwanzo, hapana, hili ni zali, haiwezekani. Anaona tena hakuna haja ya kukuambia wewe, anaozesha. Hii ndoa haikuswi. Umenielewa? Hata kama itakuwa imekamilisha vigezo na sharti zake zote, lakini hii ndoa haikuswi. Tumeelewana vizuri? Sharti huyu ambaye kwamba anaenda kuchumbia pale, kwa sababu kuna mwenzake kashachumbia, ni lazima amfuate huyu aliochumbia mwanzo, amuombe, bwana, mimi nataka, naona unalegelega mwenzangu, nataka nikuovertake kidogo. Wakishakubaliana hilo halina shida. Au huyu mzee kaletewa taarifa, huyu pengine mtu anakuja kuchumbia mahali, hajui kwamba kuna mtu alikuja, basi huyu mzee aweke bayana. Ikiwezekana amtafute huyu aliyochumbia mwanzo, amwambie, bwana, naona bwana unalegalega huji. Tumeelewana vizuri?